Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 29 siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema ajirusha mtoni na kufa akitoka kanisani. Kidato cha 4 ajiua kisa mzazi kuitwa shuleni. Ajirusha mtoni na kufa akitoka kanisani. Kidato cha 4 ajiua kisa mzazi kuitwa shuleni. Lakini kuna habari inayosema tiba ya skoseli, historia yaandikwa nchini, wagonjwa 30 wapandikizwa Urolto. Na kuna habari inayosema tume ya Oktoba 29, Jaji Chande sisi sio mahakama. Tume ya Oktoba 29, Jaji Chande sisi sio mahakama, afafanua hoja zinazotiliwa shaka, akiri wapo ambao matamanio yao hayakufikiwa, wanayo majina ya wahusika lakini hawatotaja, wamepokea message 300 za matusi. Na EU yanyoosha mkono kwa manusura maporomoko. Lakini Chadema ya saka njia kumnasua Tundu Lissu. Chadema ya saka njia kumnasua Tundu Lissu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini kuna habari inasema Muhimbili yashtuka kupungua kwa ubora wa mayai ya uzazi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, tuangazie gazeti lako la Mwananchi lenye linaandika habari inayosema safari ya Hashim Kambi kutoka soka sanaa hadi kufikwa na umauti. Lakini ripoti ya tume ya Jaji Chande ni haki na uwajibikaji. Na vipaumbele 6 kilimo, fursa ya BBT hadi wilayani, na azamu ya mikoa 4 kufikiwa na mwendo kasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika bajeti ya mapato na matumizi 2026 wizara ya madini, na undani wa siku 153 tume ya Jaji Chande, na Profesa Kinyondo Lubinga waonesha njia kwa vijana, huku kilimo chachochea ukuaji pato la taifa. Kilimo chachochea ukuaji wa pato la taifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika Jaji Chande, tume haibanwi na sheria kutoa elimu kwa wananchi, na Hemedi SMZ itaendelea kusimamia sera usalama wa wafanyakazi. Shirika la magazeti laipongeza KLS. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi ya leo linaandika foara za Dr. Samia gumzo kimataifa. Foara za Dr. Samia ni gumzo kimataifa. Lakini Profesa Juma, wajumbe wa tume wametumiwa meseji za matusi baada ya ripoti. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Huku serikali yatenga bilioni 200 kuwawezesha wananchi, Dr. Dugange asema. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa mbele. Na gazeti lako Raia Mzalendo asubuhi ya leo linaandika RC Kheri azindua usajili mbio za Great Ruaha marathoni 2026. Lakini Dr. Kairuki kinara tuzo ya mwanamke bora, mwanamke shupavu. Lakini kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo bado kuna habari inayosema Zema na Nemki kuimarisha ushirikiano katika mazingira. Zema na Nemki kuimarisha ushirikiano katika mazingira. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo lenye linaandika Nemki Zema kuimarisha ushirikiano katika mazingira ni pamoja na ufanyaji wa tathmini ya athari kwa mazingira. Lakini Tanzania yapongezwa kwa mchango wa madini
kwenye pato la taifa, na hofu usalama wa maji bwawa la Mindu yatoweka ajali ya kemikali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo. Lakini Dr. Clementina Kairuki kinara tuzo ya mwanamke viongozi barani Afrika. Lakini wawili waanza upandikizaji wa mimba bure Kairuki Green IVF Bunju. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika Dr. Kiruswa aongoza ujumbe wa Tanzania kongamano la kikanda Addis Ababa. Na RC Kheri James akomesha mgogoro wa ardhi ekari 1000. Na Dr. Clementine Kairuki atoa tuzo ya mwanamke shupavu uongozi barani Afrika. Huku wawili waanza upandikizaji mimba bure Kairuki Green IVF huko Bunju. Nemkina na Zema kuimarisha ushirikiano katika mazingira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika dola bilioni 1.3 kujenga SGR kipande cha Makutupora Isaka. Hiyo ni dola bilioni 1.3 kujenga SGR kipande cha Makutupora Isaka. Lakini tume ya Jaji Chande yaanza kutoka hadharani. Tume ya Jaji Chande yaanza kutoka hadharani. Kunani yabainisha hatua kwa hatua jinsi Rais Samia alivyoonyesha dhamira ya kufanya uchunguzi na kupata ukweli yaliyotokea Oktoba 29. Lakini Wizara ya Kilimo yaomba bunge trilioni 1.1 mapinduzi ya kilimo. Wizara ya Kilimo yaomba bunge trilioni 1.1 mapinduzi ya kilimo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika REA yajipanga mwambao wa ziwa Nyasa. REA yajipanga mwambao wa ziwa Nyasa. Lakini tutaendelea kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi. Huyu ni Profesa Mushi atoa neno. Na mkonge kuchochea uchumi wa nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Majira linaandika bodi ya REA yaridhishwa na kasi ya miradi ya umeme. Ubia wa kipindupindu na uchafu unavyoua haraka. Lakini tume ya matukio Oktoba 29 yaendelea kufunguka. Na Rais Samia ameonyesha dhamira ya kufanya uchunguzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika polisi kuimarisha usalama fainali kombe la Muungano. Lakini fainali kombe la Muungano, Simba Yanga nani kubeba kombe leo? Na Azam watu wa Dar es Salaam kujiandaa na ligi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba Yanga kumaliza ubishi leo. Knockout ya mama kuwasha moto Mei Mosi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika kauli nzito ya Mangungu yaipa Simba morali kubwa. Kauli nzito ya Mangungu yaipa Simba morali kubwa. Lakini Yanga waingia kikatili burudani kwa mashabiki. Lakini kocha afichua udhaifu wa timu ya Zanzibar kombe la Muungano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika bondia klasiki arejea na mikanda yake. Muungano kapo mwisho bishi Yanga Simba. Lakini Samata azivutia timu ligi 1. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika siku ya hukumu. Hilo ni gazeti lako la Uhuru linaandika siku ya hukumu. Wachezaji Tanzanite Queen wampa jeuri Shime. Wachezaji Tanzanite Queen wampa jeuri Shime. Mamia wamzika Hashim Kambi. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti linaandika siku ya hukumu. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti linaandika ni siku ya hukumu. Raundi ya kwanza Kariakoo Derby. Huku ni Dube na huku ni Selemani Mwalimu Gomez. Chozi la Casemiro wa Manchester United. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo linaandika
Simba Yanga hapatoshi Zanzibar leo. Simba Yanga hapatoshi Zanzibar leo. Yanga yamlilia Hashim Kambi ilimsajili mwaka 1978. Yanga ilimlilia Hashim Kambi ilimsajili mwaka 1978. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.